Watazamaji wa channel ya Lili Media popote pale ulipo, tunaendelea kukupa taarifa za uhakika na za kuaminika. Kwa leo tumekuja hapa Kibaha kuzungumza na mtumishi wa Mungu Askofu Mwana Mapinduzi. Tutazungumza naye mambo mawili matatu kuhusiana na usalama wa nchi, kuhusiana pia na alichokisema mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima kuhusiana na mwenendo wa utekwaji na usalama wa wananchi. Nataka tufahamu mawili matatu, tuone yeye ana mtazamo gani, lakini kuna mambo mengine tutazungumza kuhusiana na mwenendo mzima wa nchi yetu kwa ujumla. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana, nashukuru sana mtangazaji. Naitwa Askofu Mwana Mapinduzi Maximilian Machumu Kadutu. Hizo kaya zipi kweli? Naitwa Askofu Mwana Mapinduzi Maximilian Machumu Kadutu. Ni askofu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, Jimbo la Pwani. Nimekuwa msaidizi wa Askofu Gwajima kwa muda mrefu zaidi ya miaka 24. Na namfahamu vizuri Askofu Gwajima kwa maana ya alivyoanza huduma mpaka alipofika hapo. Bahati nzuri sana, karibia vita na matukio mengi ya kikanisa, ya kisiasa na kijamii nimekuwa nikishiriki. Na matukio ya mwishoni sana ni tukio la kuzunguka nchi nzima, kwenda wilaya zote, majimbo yote, kufanya mikutano ya hadhara. Tulifanya mikutano zaidi ya 188. Na mikutano ile ilikuwa na mwitikio mkubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naye pamoja. Nataka nizungumzie kidogo juu ya habari ya press yake ya juzi aliyoitoa kuhusu mambo ya utekaji. Askofu Gwajima, kwa wale wasiomfahamu au wanamfahamu pengine kwa udogo, kwanza yeye ni mchungaji wa kanisa kubwa pale Ubungo, kanisa kubwa la maelfu ya watu, ambao lilianza pale toka mwaka 96. Lakini ni askofu wa makanisa zaidi ya 400 Tanzania na nje ya nchi, kila mkoa, kila wilaya na baadhi ya tarafa na kata. Ni askofu mkuu wa makanisa ya Ufufuo na Uzima duniani kote. Zaidi ya hayo, ni mhubiri wa kimataifa wa mikutano mikubwa chini ya huduma Ufufuo na Uzima International Ministries. Lakini pia ni mwandishi wa vitabu mahiri mno. Ameandika vitabu zaidi ya 40 na kwa lugha tofauti tofauti: Kiswahili, Kiingereza, Kijapani, Kifaransa. Zaidi ya hayo, Askofu Gwajima ni lecturer, mkufunzi mkuu wa vyuo vya kitheolojia, vyuo vya Biblia duniani. Waga naenda kulecture nchi mbalimbali duniani na kwenye vyuo mbalimbali kwenye mambo ya theolojia. Kwa mambo ya siasa, Askofu Gwajima ni mwana CCM, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini ni mneki, yani mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo namzungumzia mtu ambaye ni kiongozi wa dini, lakini pia ni kiongozi wa kisiasa. Mtu ambaye anaweza kusema mambo kama kiongozi wa kidini, anaweza kusema mambo kama kiongozi pia wa kisiasa. Lakini ni msomi, mtu mwenye uwezo mkubwa
kusimamia anachokiamini hata kama mazingira ni magumu kiasi gani. Haja kusalenda. Askofu Gwajima, kwa wale ambao pengine hawajafahamu vizuri, amekuwa na vita vikubwa na watu wakubwa, lakini hajawahi kushindwa vita hata moja. Wengi wana kumbukumbu nzuri ya vita vya kati yeye na Makonda, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam miaka ya nyuma, ambapo alimsingizia kwamba Askofu Gwajima anafanya biashara ya madawa kulevya. Hiyo vita kati yake na Makonda watu wengi wanaifahamu, namna ambavyo Makonda aligaragazwa mpaka hata zero brain, na watu wengi wakujua kwamba Makonda anaitwa Bashite. Hiyo vita ya kupambana na askofu wa kanisa, wala hakuwa mbunge kipindi hicho, wala hakuwa mneki kipindi hicho, anapambana na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa Dar es Salaam, wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo ndani yake kuna kanda maalum, lakini bado Makonda alisalenda. Ukiachilia mbali kwenye mambo ya kidini, kulikuwa na vita fulani ya mambo ya dini, kulikuwa na vita fulani ya mambo ya mahakama ya kadhi. Alipambana kwenye mahakama ya kadhi mpaka agombana Kardinali Pengo, na hiyo vita alishinda. Nakumbuka alipelekwa mpaka na kesi mahakamani baada ya majaribio ya kuuawa mengi na ikashindikana. Unakumbuka leo kuwa na vita na Sheikh Yahya kwa habari ya kusema kwamba amemwekea Rais Kikwete ulinzi usioonekana. So Gwajima akasema huyu ni rais wa nchi ambaye analindwa na majeshi yetu na walinzi ambao tunawalipa kodi za wananchi. Unatangazaje hadharani kwamba mmewekea ulinzi usioonekana? Watafuata taifa letu kwa la kitaifa la kishirikina. Linaloamini sio ulinzi wa kijeshi, unaamini ulinzi wa kiroho tu peke yake. Sheikh alisema kwamba yeye yuko safi, anakula tu kashata na zabibu. Mnafahamu vita ilivyoishia hiyo vita hiyo. Alishinda Askofu Gwajima. Askofu Gwajima amewahi kupambana issue ya corona, nyinyi mnaifahamu. Issue ya corona ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Dunia nzima sema wachanjwe, yeye akasema hakuna kuchanjwa. Pengine rais wa nchi alichanjwa na wengine walichanjwa. Kampeni ikawa ni kubwa kiasi kwamba akasema hatuchanjwi kwa sababu na evidence kwamba chanjo hizi ni zaidi ya chanjo, zina madhara ya baadaye. Akasimama na hiyo vita akaishinda. Askofu Gwajima alipoingia bungeni akawa na ugomvi na aliyekuwa spika wa bunge enzi hizo, Spika Ndugai. Ikapelekea pa kumfungia na kumondoa bungeni, na alipomondoa bungeni, hiyo vita ilikuja kuisha wapi? Baada ya Ndugai kupotea, akawa mbunge wa kawaida. Askofu Gwajima akarudi bungeni na akaendelea na ubunge. Lakini wakati huo Ndugai aliyekuwa anajitapa kwamba na uwezo kufanya chochote kile kwa mtu yeyote, naweza kufungia mtu yeyote, alipopanga vita na Askofu Gwajima kamfanya akose paka uspika wa bunge, jambo ambalo halikuwa rahisi, na watu wengi hawakuelewa kwamba ni mkono wa nani. Askofu Gwajima, ndugu zangu, kwa wale ambao mnaweza kumfuatia kwa karibu zaidi, akiamua jambo lake ameamua. Amegombea ubunge Kawe ndani ya muda mfupi sana, wakati watu wameshajiandaa na upinzani ulikuwa mkubwa, lakini mwisho wa siku ubunge aliopata. Na Magufuli alikuja kana akasema nileteeni Gwajima. Alilia Magufuli mara 6. Anasema leteeni Gwajima. Leteeni Gwajima. Leteeni Gwajima jamani. Namtaka Gwajima. Na leteeni Gwajima. Na Gwajima akapatikana kwa wito mkubwa, wanakaa kuambiwa wamletee Rais Magufuli Gwajima. Haikuwa rahisi ndugu zangu kushinda ubunge katika mazingira ya kawaida ambayo competition ilikuwa ni kubwa. Wagombea ubunge walikuwa 176. Yeye akashika nafasi ya 3.